ambapo viongozi wa wanawake na vijana kutoka Pwani wamekaribisha muungano ulioundwa hivi karibuni wa Omwegawehu kwa maana ya umoja wetu, unaolenga kuleta pamoja jamii 9 za Mijikenda. Kwa mujibu wa wahusika, muungano huo pia ni hatua ya kupigiwa mfano, kwani utaimarisha umoja na uwiano na kuchangia kuwepo kwa uongozi jumuishi na wenye kuchochea maendeleo sawa katika kila sehemu ya eneo hilo. Aidha, viongozi hao wamesema huenda migawanyiko ya jamii hiyo ikasitishwa kwa kuwa itakuwa jukwaa la kutetea haki za jamii hiyo na kushughulikia mahitaji yao muhimu. Wamedai ni wakati wa kubadilisha mtazamo wa Pwani ambayo licha ya kuwa na rasilimali, watu wake bado wametengwa kiuchumi. Tumaini sana kuhusu mwanzo huu ya kwamba mwanamke sasa wa Kimijikenda naye atapata nafasi ya kuji-express politically, ya kuweza pia kutoa mchango wake katika maendeleo ya kijamii na hata ya kiuchumi katika taifa hili, ya kwamba pia atapata nafasi sawia na msichana yoyote mwingine kule nchini Kenya na hata nje. Iko hapa imelala. Ukiangalia vile tuko na madini mengi sana, lakini viongozi ambao wamekuwa wakisema ama wakijiita tunasema ni re-owned, wao ndo wanasema wanawakilishi wa Mijikenda, wanapofika kwenye masuala haya development wanajiangalia wao na sekta kidogo sana ama familia zao. Sisi kwa sisi tumeanza kupingana, wengine wakitaka pia waapishwe kuwa wanataka kuwa wasemaji wa Mijikenda. Hatuwezi tukawa na wasemaji wa Mijikenda 2 ama 3. Msemaji ni lazima awe mmoja, kwa sababu wa Mijikenda tunapoungana, hiyo sasa naambiwa ni mambo ya kisiasa, tunapoungana watu wanaona kuwa hawa wako nyuma, wanataka ku-endorse mwanasiasa fulani. Hatuko hapa katika endorsement ya any political party.